Yupo yule jirani ambaye ukijamulia mambo kuwa nitamfuatilia kwa nguvu zangu zote, basi unabisha hodi kwenye nyumba inayowazawadia watu ukichaa. Yaani jirani atakuchanganya, utashindwa kumwelewa. Ukimwombea afute kazi ananunua gari, ukimzushia kuumwa ananenepa, ukimuita mchawi jumuiya inakuja kusali kwake. Sio kama jirani anayapanga, ila kila kitu kiko upande wake. Jirani huyo rasmi amepatikana, ni Yanga ya Jangwani. Dua zilizokuwa mbaya zimefika zikiwa na bahati, zilitumwa zitembei, zimepokea uponyaji mikononi mwao. Pengine mafanikio yao msimu huu yataumiza watesi wengi kuliko misimu minne ya ubora wao. Huko nyuma walichekwa kumleta Romain Folz, waliocheka wakajikuta wanapoteza ubingwa mikononi mwao. Alifukuzwa kama kicheko, akaletwa mwingine akawazawadia msimu bora. Jirani Yanga anawaumiza sana. Vikao vilipohitimisha utafiti kwa Yanga kiwango chao kimeshuka, hisabati ikawapendelea kwa kutuambia kuwa hawa dhaifu wamefunga magoli mengi kuliko timu zote, hawa mpeche wamefungwa magoli machache kuliko wengine wote, hawa rojo wana clean sheet nyingi kuliko timu nyingine yote. Kisha hisabati hiyo yenye roho mbaya ikauliza swali la kichokozi, ni kwamba Yanga ni wabovu ama ninyi mezidi kurojeka? Wanaombewa njaa, kila chaka gumu wanatia mguu na kuokota. Zimebaki 3 mbele yao, kwa maombi makali wanakanyaga wakienda. Tulikubaliana Pacome kashuka kiwango jana, anawakumbusha uwepo wake. Tukasema Depu alipigwa jana kafunga biashara, lengo la Yanga tuchanganyikiwe, watesi wapoteane na kuzusha kila kitu. Bila shaka hii ni operation funga mdomo, maana hata waliyesema ni hasara kawa faida. Okelo jina baya masikioni mwao, pengine watakosa ubingwa kwa mapenzi ya Mungu, ila si kwa maneno yetu. Labda tuhamie uwanjani, kwenye ligi wako pale.